Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vina make headline sasa hivi huko mtandaoni bwana ni pamoja na maoni ya wadau mbalimbali baada ya tukio ambalo limemeke headline huko mtandaoni siku ya jana. Bwana, hapa nazungumzia tukio la Harmonize Konde Boy kufanikisha kile ambacho alikizungumza kwa ufupi and then akaamua kutenda kweli, yani kufanikisha kumvisha pete mwanadada Kajala Masanja. Na this time around bwana, hii sio mara ya kwanza, hii ni mara ya pili Harmonize anamvisha pete Kajala, na of course kama unavyoelewa ni kwamba Harmonize bwana ameamua Harmonize Konde Boy bwana ameamua afanye hicho ambacho ameamua kukifanya, na hii ni baada tu ya muda mfupi kupita tokeo alivyotangaza kwamba wameamua kurudiana. Sasa kutokana na hilo bwana, kila mtu amekuwa akizungumza la kwake. Kwa mfano hapa bwana, kuna hii posti ya moja kati ya watu wa karibu sana wa Kajala wa huko zamani, ambaye alishawahi kupewa jukumu kipindi kile walivyoachana kwa mara ya pili. Alipewa jukumu la kuzungumza naye, kumweka sawa, na kama unakumbuka vizuri, huyu ni Agrey, alipewa hilo jukumu la kuzungumza na Kajala arudiane na Harmonize. Jukumu hilo alipewa na Harmonize, na Harmonize alimwahidi Agrey kwamba atampa gari. Sasa Agrey bwana hapa amekuja kuweka vitu bayana, anaandika, kuna ujumbe hapa Agrey ameuandika, imeandikwa kwamba bwana, sijawahi kuwakatia tamaa, nilijua ipo siku mtakuwa pamoja. Sasa kamilisheni sheria zote za upendo. Kaka oa. Sasa amemtagi hapo Harmonize, na pia vile akamtagi Kajala akiwa ameandika dada olewa. Huyo ni Agrey ameandika hivyo. Lakini pia vile bwana, kuna wengine wamekuja kuweka maoni yao kwa kupitia video. Nataka hapo msikilize. Kwa mfano, kuna huyu binti hapa ameweka video alafu akaelezea kuhusiana na hiyo issue, akidai kwamba kuna jambo hapa, ametuma ujumbe huu kwenda kwa Kajala. Hebu sikiliza. Haya Kajala, kuna ujumbe wako huku. Nimeambiwa nije nikwambie bibi wewe upo. Yaani nimeambiwa nenda kamchambe na Kajala, napenda sana vibenteni. Shoga yangu, sisi tunachojua Kajala kweli ni bibi, kilomita zimesoma, age girl. Lakini ni bibi ambaye anajipenda, bibi ambaye ana matunzo, bibi ambaye yuko vizuri, bibi wa mjini sio kijijini. Wewe uogopi, ushtuki. Alafu huyo mnaomuita kibenteni, huyo mnaomuita kibenteni, haya Harmonize kibenteni. Ana ubenteni gani? Yule kibenteni au libenteni? Labda libenteni. Kibenteni anakuwa namna ile. Kibenteni anakuwa na kitambi kama bosi wa TRA. Kibenteni katoboa pua tundu mbili azieleweke. Nyinyi mnawajua vibenteni nyinyi? Mnawajua vibenteni jinsi wanavyojizingatia. Kibenteni akilala usiku akiamka asubuhi ana chunusi, huyo tayari kashawahi kwenye vidubosha gani vinaitwaje hivyo? Amba skin care, sio skin care, kwa ngozi yake safi. Vibenteni ukimkuta na rasta inang'aa, imenyooka, inanukia. Kibenteni ukimkuta kibenteni sijui kanyoa, basi kanyoa, kaeka vizuri, kaeka madubu na gani anaitwaje wala na chongo manini makokoto. Haya Harmonize kibenteni. Kibenteni uko hivyo. Kibenteni anakula kilo 1.5 peke yake. Utamuita kibenteni. Huyo labda libenteni. Kwa kibenteni gani pale Harmonize? Huyo wamekutana wahenga kwa wahenga, wote wahenga. Hapa hamna kumtetea mtu. Huyo muhenga na huyo pia muhenga wamekutana. Ndio maana wanaenda, wanazunguka, wanarudi, wote wahenga, wanawezana. Huyo anaenda anazunguka kule kwa sababu ana maana, karudi kwa huyo. Na kile na huyo pia naye babu katika ubenteni kavuka. Nachoka katika ubenteni kavuka. Huyo sio kibenteni nyinyi. Wakiitwa vipi, kwanza ngoja wenyewe vibenteni wasikie mnawafananisha na huyo, mnamfananisha na huyo wamo. Tena msiwafananishe, wenyewe wakisikia watakuja wangu ingia kinja. Eti kibenteni, kwa benteni gani huyo? Kibenteni katoboa tundu mbili hivyo. Hazieleweki. Kaka wa kiume unatoboa tundu mbili. Unatoboa pua tundu mbili. Unajua maana tundu mbili? Mtoto wa kiume tundu huku na huku. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia vile hapa bwana, kuna mdau mwingine, huyu ni Haja the Incredible. Yeye amesema kwamba bwana, ushauri usiwe mwingi sana kwa watu waliowahi kulala bila nguo. Bwana afa akamalizia kusema kwamba bwana, imagine huyu aliyetajwa kutaka kula kuku na mayai, leo hii yupo kwenye party na kuku na hayo mayai.
ama kweli mapenzi ni nyoko kabisa. Aliimba Remy Ongala. Huyo ni Haja the Incredible, yeye amekuja kuweka maoni yake hayo, lakini kwenye upande wa comment section bwana, wadau wamekuja kuweka comment ya kumwaga kuhusiana na hii issue ya Harmonize kurudi kwake Kajala. Kwa mfano, kuna mdau hapa amesema kwamba bwana Mpango wa chaflani. Sijui hapa alikuwa anamaanisha nini, lakini kuna mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana vitoto vya 2000 hivi vizuri pamoja. Kuna mtu mwingine anasema kwamba bwana oya, nimefurahi kweli kweli kuwaona hawa wamerudiana. Kuna mtu anasema kwamba bwana moyo wangu sasa hivi uko na furaha ya hali ya juu. Kuna mwingine anasema kwamba bwana ndio hiyo HK 2026, yani akiwa anamaanisha kwamba HK yani Harmonize and Kajala kwa mwaka 2026, it means kwamba mwakani hawa wawili wanaoana. Kuna mwingine anasema kwamba bwana mbona kama vile hana furaha hapa, nikitazama kuna mmoja yuko hivyo. Kuna mwingine anasema bwana kweli pacha wako huyo hapo. Kuna mwingine anasema Harmonize hicho kichwa na hiyo kofia sasa. Kuna mtu anasema kwamba bwana mmoja ni mshamba, mwingine ana njaa. Kuna mtu amekuja kucomment hivyo. Kuna mwingine hapa amekuja amecomment ameandika kwamba bwana katika haya mapenzi ya hawa wawili kuna mmoja amekaa kimkakati. Kwa mtu anasema bwana tumeisha wachoka hawa nao. Kuna mwingine hapa amesema bwana mbona kama malipo yanatembea hapa, kuna kapo kweli hapa kuna kapo au ni mambo ya kuboost nyota? Hii ni kuhusiana na ile issue ambayo watu wengi sana wamekuwa wakispekulate kwamba kuna uwezekano kwamba Harmonize na Kajala kurudiana kwao ni kimkakati kwa ajili ya kupromote kazi za Konde Boy, kwa sababu hii ni moja kati ya kapo ambazo huwa zinafuatiliwa. Yote hayo watu wanayazungumza huko. So kuna mwingine hapa amekuja ameuliza kwamba je, haya mahusiano wamerudiana tuwape muda gani wataachana? Mwingine anasema bwana Harmonize nimekuita mara 3, hii iwe mwisho, Mungu akijalia uoe. Bride Islam _ anasema bwana ila Kajala ni mzuri bado. Kuna mwingine anasema bwana furaha zetu ni furaha za wengine. Kuna mwingine hapa amekuja amecomment kwamba bwana hawa bwana kuachana sio leo wala kesho mshangazi, ila anaonekana kama vile demo wa 2000. Kuna wengine hapa mpaka wameanza kuomba kualikwa katika harusi ya Harmonize na Kajala. So ilizo ukiwa kama mdau na pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.